ndo anatoka sasa hivi hapa kwa mjomba wako. Lakini sidhani kama kuna jambo baya lolote alikuwa anazungumzia, kwa sababu nimefuatilia maongezi yao kwa umakini. Yalikuwa ni ya kawaida tu. Basi sawa, mfuatilie hatua kwa hatua uone na kuelekea. Haina shida bosi. Sawa. Mtoto wako anauliza, baba mbona hutupendi? Teddy, kuna jambo linanisumbua sana na nimejaribu kulifumbia macho ili swala nimeshindwa. Hajawahi kutokea siku hata moja Njenje kufika hapa nyumbani bila kunitaarifu. Na nimeshangaa nimewakuta mmekaa katika poza ambalo linashangaza kiukweli. Unaweza kuniambia ni kwamba kitu gani mlikuwa mnazungumza pale? Hilo swali ukamuuliza Njenje. Wewe si ndio kwanza kumleta hapa nyumbani ukiwa na matatizo yako? Sitaki kuuliza swali lolote. Teddy, naongea kitu, niko very serious. Sitaki utani kabisa. Naomba unijibu kama nilivyokueleza. Kitu gani mlikuwa mnaongea na kwa nini mkaribiane kiasi kile? Na unafahamu kabisa kwamba Njenje ni shemeji yako. Ni kitu gani ambacho ulikuwa unaongea naye pale? Alafu wewe, ukiwa unaongea na mwenye nyumba naomba usinipandishie sauti. Huyo Njenje bila wewe kumleta hapo ukiwa na matatizo yako, mimi ningemjua. Unajizima data Kwa hiyo mimi kama nikiona kitu ambacho kinanifanya nijisikie vibaya, nisongee, si ndio? Au nisikuulize? Kwamba nakuogopa Nisikize kwa makini Teddy. Sitaki uwe na mazoea na Njenje. Naomba tuelewane. Kumbe una wivu Sasa nisikilize. Sihitaji kuulizwa chochote kama huna pesa. Nadhani utakuwa umenielewa. Mwenzenu nimeteketea, dunia naiona chungu. Kuna muda nakosa amani. Mbona kama nasalitiwa, mwenzenu nahisi kukufuru Mungu. Napata hisia zazaleta machungu. Hivi kwa nini umekuwa na maswali yanayojirudia? Kwa nini unaendelea kuuliza jambo ambalo mimi na wewe tumeshalimaliza? Unahisi mimi najisikiaje? Ni kitu gani kitabadilika hapo? Nimekwambia kwa udhibitisho wa madaktari mama yako alikufa kwa pressure. Ni kitu gani unachotaka kukibadilisha Twizy? Unajua unakuwa unaniumiza. Unajua naumia jinsi gani. Hebu mwache basi dadangu apumzike kwa amani kuliko hicho unachokitafuta. Mimi mjomba nakuelewa vizuri sana. Lakini unajua hivi vifo vinakuwa kama vile, mimi sielewi. Sawa, tunaweza tukazungumzia kifo cha mama kwamba ni pressure ndio ilichangia. Vipi sasa kuhusiana na kifo cha mdogo wangu pia? Ina maana unaamini kama ni ajali? Lakini pia nimekuwa nikishangaa sana. Unajua huyu mjomba ni mkubwa wa familia. Pamoja na haya yote ambayo yametokea, mjomba hufuatilii chochote. Sioni mipango yote ya kutaka kujua ilikuwa kuaje. Upo kimya mjomba. Unajua kuna wakati unaweza ukawa umesoma alafu elimu yako itumii. Wewe unajua umesoma alafu elimu yako ni bure tu. Nifuatilie nini sasa wakati ile ni traffic case? Kwani hujui traffic case inamalizwaje? Amepata ajali ya gari, amegongwa na gari, kesi yake imeisha. Ile ni traffic case. Nimewachia polisi. Na kesi ya Twizy unanichanganya kiukweli. Mimi sio kama nakupinga mjomba.
wala sikupingi, ila changamoto ninakuja jinsi mwili wake ulivyokuwa unaonekana. Sijui kama hili swala ni mimi tu ndo linanichanganya, lakini nilitegemea kama jinsi ambavyo mimi naumia na wewe hivyo hivyo. Sijui kuna shida gani hapo mjomba. Unajua wengi wetu tunaumulia maumivu ambayo tutaki kuyasema kwa wengine. Usihisi siumii. Naumia sana. Sana. Lakini maumivu yangu yanabaki ndani. Mimi ni mtu mzima. Sasa wewe ukiumia, mdogo wako akiumia, na fulani akiumia, na mimi niumie, nani atamnyamazisha mwenzie? Angalia, wewe ni mtoto wa kiume. Simama kwenye nafasi yako. Kuwa mwanaume. Kuwa wewe. Sawa? Pige moyo konde. Kuwa jasiri na kuangalia kama shujaa. Kwani unaniangusha? Kweli kikulacho kipo kingoni mwako, na usichokijua sawa na usiku wa kiza. Unaniangusha tu hizi. Naecheka na ndio adui yako. Karibu sana Neila. Na hapa unapopaona ndipo unapofanyia kazi. Nimeona nikulete hapa ili upafahamu ambapo unapopatia 200. Panatisha. Hivyo uogopi kufanyia kazi sehemu kama hii? Neila, kipi ambacho kinachokutisha hapa? Mbona hii sehemu ni ya kawaida sana? Na isitoshe huwa na kadi usiku hapa kwa ajili ya kuandaa dawa zangu. Kwa hata uogopi? Mimi siogopi. Mimi tena wala siogopi chochote kile. Nafurahi nimepafahamu. Yaani kwa wakati mwingine naona ni bora sana nikae hapa kulikoni kukaa mtaani kwenye majumba yenu huko. Neila, mimi sijazoea maisha ya kule kwenye majumba. Yaani mimi nikikaa hapa nakuwa na amani sana. Basi sawa. Nashukuru kupafahamu unapofanyia kazi. Usiofu Neila. Nimeona leo nikulete hapa ili upafahamu. Ili hata kama siku unanitafuta basi uweze kupajua wapi ninapofanyia kazi. Karibu sana Neila. Jisikia upo nyumbani. Mama nyoka! Yuko wapi nyoka? Yuko wapi? Wewe ulisema uogopi wewe? Sema unahangaika. Hapana Neila, nilikuwa na kujaribu tu na kutesti. Mimi kidume bwana. Yaani Neila mimi niogope nyoka? Hapana kabisa. Wewe muongo, uliogopa, mbona umenipalua hapa? Kama wewe kweli ni jasiri, kwa nini usingekaa hapo hapo? Hizo ni mbinu za kutafuta fimbo ili niweze kumuoa nyoka. Haya. Una lolote wewe? Tayari ulikuwa ushaanza kuogopa. Hamna. Nilikuwa natafuta sehemu ya usijua tena nyoka lazima nitafute fimbo. Wakati ulikuwa unaniambia hapo nikajua mwamba, kumbe mtu mwenyewe mwoga tu. Hodi. Karibu. Asante. Sasa Neila, samahani. Mteja kaingia, ungeweza kunipisha kidogo? Aidha kama itawezekana nitakukuta nyumbani. Basi sawa, mimi natangulia. Sawa. Kazi njema. Okay, sawa. Unaweza ukakaa. Winanda. Winanda. Pole sana kaka. Unapitia wakati mgumu mno. Ila inabidi ujikaze. Maana yote ni mipango ya Mungu. Ndio hivyo tena imeshatokea. Ila namshukuru Mungu nishaanza kuimarika kimawazo kwa sasa. Ndio tunakuja kusema kwamba si tulimpenda ila Mungu kampenda zaidi. Kwa hiyo hakuna namna ya kufanya. Haswa huo ndo wanaume ulivyo. Kwa sababu nyie mnaweza kubeba maumivu kuliko sisi. Kama nyie mkionyesha udhaifu mbele yetu, sisi tutakuaje? Kwa hiyo inabidi mwe strong hivyo hivyo ili hata na sisi tusizidi kuwa wadhaifu. Ni kweli Mama Amanda, kikubwa dua tu. Vipi lakini Mr. Tuzmi umemkuta? Hapana, alitoka asubuhi na bado hajarudi.
Hapo ndo nilipokosea mimi. Yaani kuanza safari bila hata kutoa taarifa. Na hisi kama ningewapigia simu ningeshafahamu kila kitu kama yupo au hayupo. Pengine angekusubiri hata kama ulikuwa na shida naye ya muhimu. Uzuri ni huyu amefika. Oh, Dabi. Karibu sana nyumbani. Asante sana shemeji. Nimeshakaribia. Wewe. Hii ni mara ya pili hapa. Na kuuliza umefuata nini? Umefuata nini tena hapa? Tena bora nimekukuta. Nataka nijue mke wangu yuko wapi. Kama uliweza kupokea fungu yake, ni wazi unajua ni wapi alipo. Naomba uniambie ukweli. Mke wangu yuko wapi? Wewe uko sawa kweli? Wewe unajua uko sawa kweli? Mimi mke wako ni mbebe niende naye wapi? Yaani kivipi nimchukue uwe mke wako? Na umepata ujasiri gani wa kutoka huko kuja kuniuliza habari za mke wako? Hivi wewe jamaa unajitambua kweli wewe? Au kuna nati moja imetoka? Kuna fuse moja imetoka, si ndivyo? Yaani wewe habari za mke wako unakuja kuniuliza mimi? Mimi ndo nalala naye? Mimi naishi naye? Anayekaa naye kule ni nani? Mimi mwenyewe nakushangaa. Yaani ukiniuliza habari ya mke wako mimi mwenyewe nakushangaa. Sasa nadhani unijue mimi ni nani. Mimi ndo mganga Kobilo. Mimi ndo mganga Kobilo kama ulikuwa unifahamu. Nitakuloga wewe. Nitakupatia busha la mwaka mzima. Hautakuja kusahau katika maisha yako. Naomba uliweke akilini mwako. Narudia tena, mke wangu yuko wapi? Na umempeleka wapi mke wangu? Nataka uniambie. Mdogo wangu, unanifurahisha sana. Yaani mimi tangia nazaliwa paka nafikia umri huu sijawahi kuona mganga boya, bwege, mnyela kama wewe. Mganga wa maana hawezi kuongea hivyo. We mganga wa mchongo tu. Mke wako unajua mwenyewe alipo. Una lolote, una chochote. Yaani wewe ungekuwa ni mganga wa kweli. Kweli basi wewe ni mganga wa kweli. Mizimu yako, majini yako, vibwengo vingekuonyesha mke wako yuko wapi. Vingekuletea picha tu pap, vikakuonyesha mke wako yuko sehemu fulani. Lakini kwa kuwa mganga wewe ni wa kungunja. Sawa bwana? Uganga wako wewe wa hovyo hovyo. Mimi sipigwagwe mkwala mdogo wangu. Umepotea njia. Mziki ulioupamia umepotea njia. Sisi ndo wakongwe wa bifu. Hizi bifu kama hizi ndo tunazitaka. Bifu kama hii hiyo ya kwako moja. Sisi tushapambana na bifu 999.9.9 sisi. Kwanza sikiliza. Mimi sijawahi kupigwa mkwala na mtu yoyote. Kunguni yochawa yoyote. We bwege tu. Ngoja nikuonyeshe. Kwa kweli hadi mganga bwege boya kumbe muoga. Oh bibi takufanya una lolote. Wallahi sijapata kuona. Mganga bwege sasa hawa wagonjwa wako unawatibiaga vipi? Wewe tapeli, una lolote. Kamtafuta mke wako mbele huko. Ovyo sana wewe. Wewe takutoa nini? Takutoa busha? Shai kumtoa nani busha? Mke wako mwenyewe kakunyela, mimi utaweza kunitoa busha mimi? Ngine mpumbavu wanapotezea watu mudi. Baba. Nilikumbuka vizuri jambo lako na ni kweli kwa nyakati ambazo tumepitia isingekuwa rahisi kuweza kulifuatilia jambo lako. Lakini Mungu ni mwema. Akijaribika kitu, kama kuna uwezekano naomba uweze kurudi tena Jumatatu. Nitakuwa nishakuwa na jibu kamili kuhusiana na wewe kuweza kupata kazi pale ofisini kwangu.
Sawa Shem, mimi nakusikiza wewe tu, na nitashukuru sana kama utalifanya kazi hili swala. Ondoa wasiwasi. Unajua ni vile tu kwenye kichwa changu kuna jambo jipya limeingia na limekuwa likinisumbua sana, lakini nitajitahidi, usiwe na wasiwasi, utapata kazi. Ni sawa Shem, mimi nizidi kukuombea dua tu, na mimi changamoto ambayo napitia kwa sasa hivi itakuwa sawa. Kwa hiyo nizidi kukuombea dua. Asante sana Remi, mimi nitashukuru sana kwa maombi yako, na nategemea hili swala litachukua muda mrefu sana, nitarudi kuwa kama zamani. Mungu akutie nguvu kaka, utakuwa sawa tu. Na muda najiuliza, hivi magumu yaliumbiwa kwetu? Maana changamoto zote kwangu shida hazikwishi, dozi nazidi kunikomoa. Twizi. Naam mjomba. Taarifa ni kwamba Nurati amepoteza uhai. Unasema? Na hapa tunapozungumza maiti ipo hospitali. Kweli kikulacho kipo kinguoni mwako, na usichokijua sawa na usiku wa kiza. Naecheka na ndio adui yako, wanakuchekea usoni, moyoni mwao kubaya. Kuna wakati tu wanaoamini, kuna wakati tu wanaoamini ndio ambao wanatupiga chini. Siri zao mioyoni ni mbaya, wengine ni ndani ya familia zetu, lakini ndio maadui zetu. Wanatamani tufe, wachukue mali zetu. Ubaya ndio hatuwezi kuwafahamu kwa macho yetu. Mbaya hatoki mbali, ndio unayekula naye, ndio unayecheka naye, siri unashare naye. Mbaya hatoki mbali, ndio unayekula naye, ndio unayecheka naye, siri unashare naye. Mbaya hatoki mbali, rafiki yako wa karibu, huyo nemuita rafiki. Mbaya wa makini, mwenzenu nimeteketea, dunia naiona chungu. Kuna muda nakosa amani, mbona kama nasalitiwa. Mwenzenu nahisi kukufuru Mungu.